Kwanza ni taarifa ya habari. Mimi ni Phyllis Mote. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani amesema vita zaidi vya Urusi nchini Ukraine vinamaanisha kuwa amani haiwezi kupatikana kwa sasa. Boris Pistorius amesema hayo mjini Brussels wakati wa mkutano wa washirika wa Ukraine. Pistorius vilevile ametangaza msaada zaidi wa kijeshi kwa Ukraine, ikiwemo mifumo ya ulinzi ya mashambulio ya anga na magari ya kivita, na kuongeza kuwa vitendo vya Urusi vinaonyesha kuwa utawala wa Kiev unahitaji misaada zaidi kutoka kwa washirika wake. Russia is continuing its attacks. Urusi inaendelea na mashambulizi yake dhidi ya Ukraine bila kikomo. Wiki hii peke yake Urusi ilifanya mashambulizi kadhaa mabaya, ikiwa ni pamoja na katika eneo la makazi ya watu huko Ukraine. Watu wengi waliuawa, ikiwemo watoto 9. Vitendo aina hii vya uchokozi vinaonyesha Urusi bado haijapendezwa na mpango wa amani wa Ukraine na inahitaji jeshi lenye nguvu, na ndivyo tu mchakato huu wa mazungumzo utakapoweza kusababisha amani ya haki na ya kudumu. Lead to a just and lasting peace. Shirika la Umoja wa Mataifa la UNICEF limesema idadi ya watoto wanaobakwa katika eneo la mashariki mwa Kongo imeongezeka kwa kiasi kikubwa. Shirika hilo limesema kuwa thuluthi moja ya visa 10,000 vya ubakaji na unyanyasaji wa kingono vilivyoripotiwa katika kipindi cha miezi miwili ya kwanza mwaka huu ni vya watoto. Beldin Waliaula na maelezo zaidi. Shirika hilo limesema miongoni mwa waliobakwa ni watoto wachanga. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa limedai kuwa wakati wa vita mwanzoni mwa mwaka huu, mtoto mmoja alikuwa akibakwa kila baada ya dakika 30. UNICEF imesema makundi ya watu yaliyojihami yanakuwa yakitumia unyanyasaji wa kingono kama zana ya kivita na mfumo wa kuwatesa wanawake na watoto. Waasi wa M23 wanatuhumiwa kuhusika na visa vingi vya ubakaji. Umoja wa Mataifa sasa umetoa wito kwa serikali ya DRC na makundi yote ya waasi kuchukua hatua stahiki ili kuzuia visa vya ubakaji na kuwasaidia waathiriwa wa ubakaji. Vilevile Umoja wa Mataifa umeonya kuwa athari za operesheni ya kijeshi ya Israel katika ukanda wa Gaza unatishia maisha ya Wapalestina katika ardhi yao. Ofisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kuwa onyo hilo limetolewa kulingana na viwango vya mauaji, uharibifu na watu waliohama makazi yao. Msemaji wa shirika hilo, Ravina Shamdasani, amesema Wapalestina katika eneo hilo hawana huduma za kimsingi kwa sababu Israel imezuia usafirishaji wa misaada hadi Gaza tangu Machi mwaka huu. Shamdasani vilevile amesema kwamba mashambulizi 36 ya Israel katika siku za hivi karibuni yalisababisha vifo vya wanawake na watoto pekee. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na wakimbizi UNHCR, Filippo Grandi, ametoa wito kwa serikali ya Marekani na mataifa mengine kutimiza ahadi zao kwa kuwasaidia watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan. Grandi, ambaye amezuru eneo la mashariki mwa Chad, ameiambia BBC kwamba wakimbizi walioko katika eneo hilo hawana chakula cha kutosha na kuwa shirika hilo halina pesa za kutosha kuchimba visima vya maji kwa ajili ya maji safi yanayohitajika. Grandi vilevile amesema kwamba wakimbizi wanakimbia kutoka eneo la Darfur nchini Sudan kwa sababu ya mashambulizi ya mabomu, kuajiriwa kwa lazima jeshini na unyanyasaji wa kingono. Mtu mmoja kati ya watu 3 wanaoishi mashariki mwa Chad ni mkimbizi. Na mkutano wa mwisho ya kampeni inafanyika nchini Gabon kabla ya uchaguzi wa rais utakaofanyika hapo kesho siku ya Jumamosi. Kiongozi wa mpito nchini humo, Brice Oligui Nguema, ndiye anayepigiwa upato na watu wengi. Ndiye vilevile aliyeongoza mapinduzi yaliyomuondoa madarakani Rais Ali Bongo miaka 2 iliyopita, na hivyo kumaliza zaidi ya miongo 5 ya utawala wa familia moja. Wakosoaji wa Nguema, hata hivyo, wanasema kwamba kuwania kwake kunampa faida isiyo na usawa, kwani anadhibiti taasisi muhimu. Mshindani wake wa karibu ni aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hilo, Alain Claude Billy Bainze. Hii ni BBC. Taarifa ya habari imesomwa na
na Felix Mwatena. Haya ni matangazo ya Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanakujia kupitia redio wa shirika mbalimbali nchini Kenya ni Mwanedu FM na Master FM. Tanzania ni Radio Free Africa, Radio 1. Uganda ni Radio Lira, Radio Kitara na Radio Paidha, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni. Unayapata matangazo haya vile vile kwenye tovuti ya bbcswahili.com na kwenye ukurasa wa Facebook wa BBC Swahili. Leo hii uko nami Sarafina Robi, na hapo baadaye utajiunga na mwenzangu Leonard Mubali kwa mjadala wa leo. Tukianza ni kuwa China imeongeza ushuru kwa bidhaa zinazotoka Marekani kwa 125%, hatua inayozidisha mzozo wa kibiashara baina ya mataifa hayo yenye uchumi mkubwa ulimwenguni. Kiasi hicho cha ushuru kitaanza kutekelezwa siku ya Jumamosi. Majibu ya China ya hivi sasa ni kufuatia msururu wa nyongeza ya ushuru wa Rais Donald Trump kwa bidhaa za China ambazo sasa zimeongezewa ushuru wa forodha wa 145%. China inasema haitaongeza ushuru zaidi wa kiwango hicho hata kama Marekani itaongeza, kwa sababu biashara katika ushuru huu hauna manufaa makubwa katika uchumi. Mwaka uliopita biashara baina ya China na Marekani ulikuwa wa thamani ya dola bilioni 600. Victor Kenani na taarifa zaidi. Ni hatua ya kulipizana kisasi ya hivi punde dhidi ya msururu wa ongezeko la ushuru wa Rais Trump kwa bidhaa za China. China imesisitiza kuwa haitakubali shinikizo kutoka kwa Rais Trump kuhusu ushuru huu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China alitoa taarifa akisema Beijing haitarudi nyuma. Lakini baadaye Wizara ya Biashara ilisema mlango wa mazungumzo bado uko wazi. Marekani imeweka ushuru wa jumla wa 125% kwa bidhaa za China. China imejibu kwa kuweka ushuru sawia. Donald Trump amekiri kuwa kipindi kigumu cha mpito hakiepukiki, huku sera zake za kibiashara zikiendelea kusababisha msukosuko kwa masoko ya kimataifa. Akizungumza wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri katika ikulu ya White House, Bwana Trump alisisitiza kuwa wawekezaji walikuwa na furaha. Akijibu swali kuhusu uhusiano wa kibiashara wa Marekani na China, Bwana Trump alieleza matumaini kuwa makubaliano yanaweza kufikiwa na Beijing. Tungependa kuwa na uwezo wa kufanya makubaliano. Kwa kweli hawajakuwa wakitutendea haki kwa muda mrefu. Wametunyang'anya. Tunachofanya ni kuirejesha hali kuwa nzuri. Tunaweka upya mambo na nina hakika kwamba tutaweza kuelewana vizuri sana. Nina heshima kubwa sana kwa Rais Xi. Kwa kweli amekuwa rafiki yangu kwa muda mrefu na nafikiria mwishowe tutafikia makubaliano yanayofaidi nchi zote mbili. Ninatarajia hilo litafanyika. Both countries. I look forward to it. John Gong ni profesa wa uchumi katika chuo kikuu cha Beijing cha ushuru wa biashara ya kimataifa na uchumi. Anasema ushuru wa juu hivi unaweza kufuta biashara nyingi kati ya nchi hizo mbili na kuleta matokeo mabaya sana. At this tariff level, trade just cannot happen. Katika kiwango hichi cha ushuru biashara haiwezi kufanyika. Ikiwa jambo hili litaendelea kwa muda mrefu sana, kuna uwezekano wa utengano kati ya nchi hizi mbili, jambo ambalo ni la kuogofya, si kwa China tu bali pia Marekani. Nadhani watumiaji wa Marekani watashuhudia mfumuko mkubwa wa bei ya bidhaa. Kihalisia, maduka ya jumla ya Walmart na Target yatakosa bidhaa. Will be empty. Anasema kuwa China ilikuwa na nia nzuri kujadiliana kuhusu suluhu, lakini Bwana Trump alikuwa akiiweka China katika hali ngumu na hivyo kutatiza uwezekano wa kuafikiwa kwa makubaliano kwa sasa. Rais Trump anasema, unajua China inahitaji kutupigia simu kwanza. Kwa maoni yangu ni kukosa maarifa sana kufichukua jambo la aina hii kwa umma. Nadhani inaiweka China katika hali mbaya sana. Unajua hauwezi kusema kwa wazi kwa mpinzani wako katika mazungumzo ya aina hii eti unahitaji kuwa wa kwanza kupiga simu. Kwa hivyo nadhani ni kawaida kwa China kujibu kwa udhabiti. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Serikali ya Uingereza imetangaza itaipatia Ukraine msaada zaidi wa kijeshi wa kima cha dola milioni 450 ambazo zitatumika kununua ndege mpya zisizo na rubani na kukarabati vifaru vya kijeshi. Haya yalitangazwa katika mkutano ulioendeshwa na Uingereza na Ujerumani wa mawaziri wa ulinzi waliokutana mjini Brussels kujadili namna za kuendesha na kuisaidia Ukraine. Marekani ilikuwa mstari wa mbele kuiunga mkono Ukraine katika vita na Urusi, lakini tangu Rais Donald Trump kuingia madarakani hilo limebadilika kwa kiasi kikubwa. Beldin Waliaula anaarifu zaidi.
Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amesema kuwa Urusi imeendelea kutekeleza mashambulizi dhidi ya Ukraine na sasa huenda makubaliano ya amani yasiafikiwe hivi karibuni. Waziri huyo alikuwa anazungumza baada ya kuhudhuria mkutano na mawaziri wengine wa ulinzi kutoka mataifa ya Ulaya mjini Brussels. Waziri huyo pia alitangaza kuwa taifa lake la Ujerumani litatoa msaada wa kijeshi kwa Ukraine, akisema Ukraine inahitaji msaada wa kutosha ili kujilinda. Russia is continuing its attacks against Ukraine. Urusi inaendeleza uvamizi wake kule Ukraine. Wiki hii pekee Urusi imetekeleza mashambulizi mabaya ikiwemo kulenga makazi ya raia wa Ukraine. Watu wengi walifariki ikiwemo watoto. Matukio kama haya yanaashiria Urusi haiko tayari kwa amani. Ukraine inahitaji kuimarisha jeshi lake ili mazungumzo ya kupata amani yaweze kufanyika. Only then can the negotiation process lead to a just and lasting peace. Aidha, waziri huyo ulinzi wa Ujerumani ameongezea kuwa taifa lake litatoa kima cha euro bilioni 10 hadi mwaka 2029 ili kusaidia Ukraine kuimarisha ulinzi wake wa angani. Uingereza nayo imetangaza kutoa msaada wa dola milioni 600 kwa Ukraine, huku mataifa mengine kama Norway pia ikitarajiwa kutoa mchango wao kwa Ukraine. Katika taarifa yake, waziri wa ulinzi wa Uingereza John Healey amesema serikali yake itahakikisha Ukraine inapata silaha mpya, huku akitoa wito kwa washirika wa Ukraine kufuata mtindo huo. From the UK, we will spend this year Uingereza mwaka huu tutatumia dola milioni 5.8 kusaidia jeshi la Ukraine. Hii ikiwa ni kiwango cha juu ambacho tumetoa, na pia tutatoa dola milioni 450 kwa wanajeshi wanaopigania Ukraine. Katika kifurushi hicho pia tutatoa ndege zisizo na rubani pamoja na magari ya kivita. Pia tutatoa fedha zaidi za kurekebisha vifaa vya kijeshi vilivyoharibika, na tunataka washirika wengine wa Ukraine kuungana nasi. To repair thousands of Ukrainian vehicles, a new effort that we want you to join us in. Marekani haikuhudhuria mkutano huo uliokuwa unafanyika mjini Brussels, ambao ulikuwa unaongozwa na Uingereza na Ufaransa. Akizungumza na BBC, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas anasema Urusi haijaonyesha nia ya kutaka amani, badala yake imeongeza mashambulizi. Mashambulizi ya hivi karibuni kwa raia wa Ukraine yamekuwa mabaya tangu vita hivyo kuanza. Ni wazi kuwa Urusi imetanua vita hivi. Itahitaji pande zote mbili ziwe na nia ya kupata amani, na ni wazi kuwa Urusi inataka vita. Na shukran Beldin kwa taarifa hiyo. Asante. Na moja kwa moja ninaanzia uwanjani Anfield ambako mshambuliaji nyota wa Liverpool Mohamed Salah amesaini mkataba mpya wa miaka 2 na klabu hiyo. Mkataba wa mchezaji huyo wa kimataifa wa Misri ulitarajiwa kufika ukingoni kufikia mwishoni mwa msimu huu, na kumekuwa na mashaka juu ya iwapo atasalia Anfield baada ya fununu kumhusisha na kuhamia katika ligi ya Saudi Arabia. Hata hivyo, sasa atakuwa na fursa ya kuongeza jumla ya mabao ambayo amewafungia Liverpool, ikiwa kwa sasa amefunga bao 243 na kusaidia katika kufunga mabao 109 katika mechi 393 ambazo amewachezea The Reds. Salah ambaye alijiunga na Liverpool mwaka 2017 akitokea katika klabu ya AS Roma ya Italia amewasaidia Liverpool kutoa mataji ikiwemo la ligi ya mabingwa barani Ulaya, ligi kuu ya Premier, FA na kombe la dunia la vilabu. Meneja wa Liverpool Arne Slot amesema hatua ya Salah kusalia Anfield itasaidia kuwashawishi wachezaji wengine kujiunga na Liverpool katika madirisha yajayo ya uhamisho wa wachezaji. Wakati huo huo, meneja wa Manchester United Ruben Amorim anasema ana imani na mlinda lango wa United Andre Onana baada ya kipa huyo kufanya makosa mawili aliyowafanya kufungwa magoli mawili wakiwa ugenini dhidi ya Lyon katika robo finali ya ligi ya Europa. Onana alifanya makosa mawili na kuipelekea United kuondoka na sare ya bao 2-2 siku moja baada ya Nemanja Matic wa Lyon kumtaja Onana kama kipa mbaya zaidi katika historia ya United. Lakini Amorim anasema bado ana imani na mchezaji huyo na kwamba yeye kama kocha amefanya makosa mengi msimu huu kuliko Onana na wachezaji wengine. Tangu kuanza kwa msimu uliopita, Onana amefanya makosa makubwa 8 yaliyomfanya afunge mabao katika michuano yote
yote, idadi kubwa zaidi ya kipa yeyote anayechezea klabu ya ligi kuu barani Ulaya. Na shirikisho la soka la Amerika Kusini limewasilisha pendekezo rasmi la kutaka kutanua idadi ya timu zitakazoshiriki kombe la dunia la mwaka 2030 hadi kufikia timu 64. Michuano hiyo itaandaliwa nchini Uhispania, Morocco na Ureno, lakini mechi za kung'oa nanga mashindano hayo zitapigwa nchini Argentina, Paraguay na Uruguay. Kombe la dunia la mwaka 2026 litakuwa la kwanza kushirikisha timu 48, lakini shirikisho la Amerika Kusini inataka kutanua zaidi michuano ya mwaka 2030 ili kuadhimisha miaka 100 ya mashindano hayo. Shirikisho hilo linasema hatua hiyo itaruhusu nchi zote kuwa na fursa ya kuonja uhondo kwa kushiriki mashindano hayo. Na mechi za ligi kuu ya soka nchini England kupigwa tena weekend hii kama anavyosimulia Victor Kenani. Katika baadhi ya mechi hapo kesho, Manchester City walio katika nafasi ya 6 kwenye msimamo wa ligi kuu ya Premier ndio watatangulia kushuka dimbani dhidi ya Crystal Palace. Kwa udi na uvumba, City wanatafuta nafasi ya kushiriki katika ligi ya klabu bingwa barani Ulaya msimu ujao na watapaswa kuondoka na alama 3 wakiwa nyumbani Etihad. Kipenga cha kwanza cha mchezo huo kitapulizwa saa 8:30 za Afrika Mashariki. Arsenal wataikaribisha Brentford dimbani Emirates. Mechi hiyo itaanza usiku wa saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kesho vilevile Leicester City ambao wanakabiliwa na hatari ya kuteremshwa daraja watakuwa ugenini kucheza dhidi ya Brighton walio katika nafasi ya 9 kwenye msimamo wa ligi hiyo. Leicester City wanaotiliwa makali na Ruud van Nistelrooy wana ukame wa kufunga mabao ikiwa wameenda mechi 8 bila kufunga bao lolote. Mechi nyingine ya weekend itakuwa kati ya Newcastle United ambao pia wanawinda nafasi kushiriki katika soka barani Ulaya na watakuwa wakicheza dhidi ya Manchester United walio katika nafasi ya 13. Naam, shukran Victor Kenani, na barabara kabisa nikamilishe na riadha. Bingwa wa mbio za mita 1500 Josh Kerr na mshindi wa zamani wa mbio hizo katika michezo ya Olimpiki Jakob Ingebrigtsen kwa mara ya kwanza watatoana jasho katika mashindano ya riadha ya mbio za mita 1500 mjini London nchini England. Mashindano hayo ya siku moja almaarufu London Athletics Meet yatakutanisha Josh raia wa Uingereza na Ingebrigtsen kutoka nchini Norway na yatafanyika Julai 19. Na huo ndo mwisho wa makala ya spoti. Ni Teshuaib Ibrahim.